Zaburi ya 37 mstari wa 25. Biblia inasema, nalikuwa kijana na sasa mimi ni mzee. Sijamwona mwenye haki ameachwa na Mungu, wala mzao wake akiomba chakula. Pendwa msikilizaji wangu, hii ilikuwa ni tafakari ya Daudi. Daudi alipata nafasi ya kutafakari juu ya maisha yake na mambo aliyoyapitia. Akapiga mahesabu ya maisha yake na uzao wake. Akagundua heshima anazopewa mwenye haki wa Mungu. Akagundua kwamba Mungu hamuachi mwenye haki wake. Akaandika wimbo huu. Nilipokuwa najaribu kufikiri, imefanyika kuwa tafakari yangu mimi nami. Maana mimi nami nilikuwa kijana mdogo sana nilipompata Yesu, na sasa ni mzee. Nathibitisha kwamba Mungu hamuachi mwenye haki wake, wala hafanyi mzao wake, hakubali mzao wa mwenye haki wake aombe chakula barabarani. Ukitaka hii ifanyike kwako, kanuni ni moja tu. Kanuni ni moja tu, uzingatie. Lazima, sharti moja, uwe mwenye haki wa Mungu. Usipokuwa mwenye haki wa Mungu, huwezi ukadai dai hili na likawa lako. Lakini ukiwa mwenye haki wa Mungu, Mungu hata kuacha. Na kuombea hili liwe fungu lako. Uwe mwenye haki wa Mungu. Mungu hata kuacha. Mungu hata kupungukia. Mungu atakuhifadhi. Mungu atautunza uzao wako. Utakuwa salama. Nikuombee. Baba, asante kwa mwenye haki huyu. Namwekea mikononi mwako. Bariki, mlinde, mtunze yeye na uzao wake. Mpe kuwa mwenye haki wako. Awe mwenye haki wako, ili uitimize kanuni yako kwake yeye na mzao wake. Pokea hiyo kanuni ya Mungu, wewe na uzao wako, kwa jina la Yesu. Amen.